Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Ni mwalimu wenu yule Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na maaskofu na wainjilisti. Leo naletea swala linaloitwa theology. Dini nyingi leo zinafundisha theology. Theology ni mafundisho ya mpinga Kristo. Theology ni mafundisho ambayo ni watu ambao hawakusoma, hawana elimu ya Biblia. Elimu ya Biblia ikoje? Elimu ya Biblia ni pale unaposoma unafikisha ujumbe wa kile ulichokisoma pale kwenye Biblia. Lakini theology utakachokisoma au utakachokiongea umechanganya na ya kwako. Na 100% ni vingi ambavyo umevitoa kichwani mwako au ulivyoambiwa na wale jamaa wapinga Kristo. Lakini kwa nini leo nasema theology? Theology inapingana na Biblia. Kwa mfano, mtu anakuambia tumfuate Bwana anasema tutabarikiwa. Tumfuate Sulemani, tumfuate Daudi, tujifunze kwa Musa. Yesu alikuja kufanya nini? Maana tukisema tujifunze kwa Musa ilikuwa haina sababu ya Yesu kuja duniani. Na ndio maana Yesu alipokuja duniani alikuja kuondoa kile kitu ambacho kilishindikana. Yale mafundisho ambayo walishindwa kuyaishi. Yesu akarahisisha. Yesu akasema, "Bali watu wayatendee mambo ya jinsi hii hawataurithi uzima milele." Kwa leo watu inapaswa tujifunze kwa Yesu Kristo, ambaye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha ya wanadamu. Mimi na wewe unaisikia ujumbe huu, inatakiwa muamini Yesu Kristo, acha hayo mapokeo ya dini zako. Acha hayo mapokeo ya theology. Mapokeo ya theology, watu wanahubiri maneno ya kujipendekeza, kuwapendeza watu, umradi wapate chochote kitu kutoka kwao. Lakini alihali wanadamu wanaishi maisha ya tabu yale yale, maisha ya magonjwa yale yale. Lakini kuna wakati ambao kunatakiwa mrudie Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu kusoma katika Warumi 16:15 kuanzia pale kwamba waangalieni wale wafanyie mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo wamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao yenyewe. Na kwa maneno laini ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyoofu. Mjitenge nao, mjiepushe nao. Kwa tuna haja ya kujiepusha na haya makanisa, tuna haja ya kujiepusha na wachungaji wanaotufundisha theology, huko wanatufundisha habari za Yesu Kristo na kumjua. Ndugu zangu, nawaombea wote muamini Yesu Kristo, muombe kwa jina la Yesu Kristo, mwache dhambi, muwe watakatifu katika Yesu Kristo. Hayo ndio maisha ya kumpendeza Mungu katika Yesu Kristo. Tunapomtumikia Yesu Kristo kwa moyo, tunampendeza Mungu, tunampendeza Mungu vizuri, kwa sababu tunamtumikia mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo inatakiwa tumtumikie Bwana Yesu pasipo kulalamika, pasipo mawaa, pasipo pesa, pasipo kutamani kitu cha mtu. Leo wewe unaabudu wenzako wanaokuabudisha wewe, wale viongozi wanajenga manyumba mazuri, wananunua magari, wanajenga mahospitali, mabweni. Wewe umepata nini pamoja na kumheshimu huyo Mungu wako? Huyo Mungu wako unayemheshimu, anayekufundisha yule mchungaji ni Mungu wa uongo, kwa sababu hakutimizii mahitaji yako. Lakini naombeeni leo mbadilike katika Yesu Kristo. Tutembee pamoja, tu neema moja, Bwana mmoja, imani moja, roho moja, kama Waefesoni inavyosema. Sina mengi ya kuongea kwa leo. Haya tu tujifunze madogo, yaliyo machache. Amen.